Nyamwer Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Alhamdulillahi alladhi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala aljanna wa man 'asahu dakhala an-nar. Thumma as-salatu was-salamu 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehma na amani zimiminikie kiumbe bora ambaye alikayetembea juu ya ardhi hii, na isi mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakamfuata mwendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu wa Kiislam, alghayatu min khalqi alkhalqi hiya alibada. Lengo likubwa la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwaumba binadamu, lengo likubwa la sisi kuwepo juu ya ardhi hii ni sisi kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Alghayatu al'azam allati min ajliha khuliqna hiya tahqiqu al'ubudiyyati lillah. Lengo likubwa la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutuumba ni kuja kuhakikisha ya kwamba tumemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini pamoja na watu isipokuwa ni kuja kumwabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Kathir, illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Ibn Kathir anazungumza ya kwamba maana ya kumwabudu Allah katika hii aya maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpwekesha Allah katika jambo gani? Kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu wake, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zote zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, ay fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi was sifat, na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. فالعبادة أيها الأخيار اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. معنى عبادة ni kila kitu ambacho utakifanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akawa nakiridhia na anakipenda, kinaitwa ibada. Na huenda ibada ikawa ni ibada ya maneno, au ikawa ni ibada ya matendo, au ikawa ni ibada ambayo inaambatana baina ya maneno na matendo biidhnillahi jalla wa ala. Hii ndio ibada ambayo imekusanya kila kitu ambacho akipendacho Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-akhyar, min a'zami al-ibadat التي شرعها الله عز وجل على خلقه ألا وهي عبادة الصيام. miongoni mwa ibada ambazo azipendazo Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa ibada ambazo unaweza ukazifanya likai tataqarraba ila Allah jalla wa ala, unaweza ukazifanya ili ya kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa hiya ibadatu siyam, ni ibada ya kufunga kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwezi mtukufu wa Ramadhan ni ibada miongoni mwa ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha nazo ili ya kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mlikuwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Mwenyezi Mungu anawakusudia ni waaminifu, wapagani hawamo, wasiokuwa waislamu hawamo, ni wale ambao walikuwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala wakamwamini na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu anawaita ya ayyuhalladhina amanu, anaanza na herufi ya kuita, harfu nida. Kutiba alaykumus siyam, Mwenyezi Mungu amewafaradhishia, ay furida alaykumus siyam, Mwenyezi Mungu amewafaradhishia kufunga kama gisi alikavyo wafaradhishia walazimisha walikaokuwa kabla yenu biidhnillahi jalla wa ala. Limadha ya rabbal alamin? Kwa nini?
la'allakum tattaqun, huenda mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anatuambia bunya alislamu ala khams, hakika uislamu umejengeka kupitia mambo matano. Jambo la kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio jambo la kwanza, ndio msingi. Bila haujampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, saumu yako, matendo yako yote ya kheri hayawezi yakubaliwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Na wale ambao watakaochukua dini nyingine kinyume ya Uislamu, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatawakubalia matendo yao, hatawakubalia kheri zao. Bimaana ikiwa utakuwa haujawa muaminifu, kheri zako, matendo yako mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatukubaliwa, wa huwa fil akhirati min alkhasirin, na siku ya kiyama utakuwa miongoni mwa watu ambao walikao kuwa katika ruhombo lukubwa biidhnillahi jalla wa ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, mtume wetu Muhammadin anatuambia Uislamu umejengeka kupitia mambo matano. Jambo la kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Alafu miongoni mwa hayo mambo matano ambao Uislamu umejengeka ndani yake, saumu Ramadhan, نكوفونغ موسم تكوف رمضان. هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الصيام فرصة، أو أن رمضان فرصة عظيمة يجب على المؤمن أن يستغل هذه الفرصة بإذن الله جل وعلا. هنا مانيش أكوانبا ujio رمضان ni fursa ambayo ni fursa kubwa kwa muaminifu mwenye kumwamini Allah, kuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekujalia kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani mara nyingine. Ni fursa kubwa kwako biidhnillahi jalla wa ala. Inabidi muaminifu ajue namna gani ataweza kutumia wakati wake ili ya kuweza kuufunga mwezi mtukufu katika hali ambayo ni ya faida ya kidunia au faida ya kimoyo na faida ya kiakhira biidhnillahi jalla wa ala. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan hali ya kwamba ni muaminifu. Ile neno la imani linarudia mara nyingine, anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na akitarajia malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake biidhnillahi jalla wa ala yalikayotangulia. Ndugu zangu wa Kiislamu, nasaha tatu ambazo ni za muhimu sana biidhnillahi jalla wa ala kwa sisi ambao tumejaliwa kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nasaha ya kwanza, njooni biidhnillahi jalla wa ala tujaddid, turenouveler al-ikhlasu lillah, bimaana kuifanya ibada hii na kuzifanya ibada kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hamna jambo lizuri na jambo likubwa kama mtu kufanya ibada zote kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, kuwa pure kwa yale ambayo utakayofanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ametuamrisha kuwa na ikhlas, kuzifanya ibada zote kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Mwenyezi Mungu ametuamrisha kuzifanya ibada zote kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana walikao tutangulia walikuwa wanajihimiza sana, wanajikita sana kuzifanya ibada kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, ndugu zangu wa Kiislamu, ta'alu linujaddida at-taubata wal-inabatu ila Allah. Njooni turenuvele kurejea kwa Allah tauba zetu, kurejea kwa Allah. Kulluna muqassirun, sisi wote ni wakosaji, tumemkosea Allah. Walaqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Tuliwaumba binadamu na tunatambua ni mambo gani ambayo yanashawishi nafsi zao. Kullu ibn adama khatam, tunasema kila binadamu ni mkosaji. Wa khairu al-khata'in at-tawwabun, wabora miongoni mwa wale ambao wenye kuyafanya madhambi ni wale ambao wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, watubu ila Allahi jami'an
ayuha almu'minun, na rejeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi wote enyi waaminifu. Mwenyezi Mungu akusema nyinyi wote enyi wazinifu, nyinyi wote enyi wakunywa pombe, nyinyi wote enyi wafanya madhambi, amesema nyinyi wote enyi waaminifu, ili ya kusema we muaminifu usiwi na kibri ya kwamba haulazimiki kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wote ni lazima kwetu rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ayyuhal mu'minun, enyi waaminifu, lianna alfarqa baina almu'min wa ghayra almu'min, tofauti ya muaminifu na yule asiyokuwa muaminifu, anna almu'mina sur'ana ma yarji' ila Allah, muaminifu pindi anakapokosea katika haki ya Allah anakuwa ni mwepesi wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na yule ambaye asiyokuwa muaminifu. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anatuambia, ya ayuha nnas, enyi watu, tubu ila Allah, rejeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni atubu ila Allah fil yawmi 100 marra, hakika mimi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ninarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ninamtaka Allah msamaha kila siku mara 100 biidhnillahi jalla wa ala. Huu ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama anarejea kwa Allah akimtaka Allah msamaha. Mimi na wewe ndugu zangu wa Kiislamu, na sifa ya kufanya toba, sifa ya kufanya toba ni sifa miongoni mwa sifa za waaminifu, ni sifa miongoni mwa sifa za waaminifu. Mwenyezi Mungu aliwasifu ndani ya Qur'an, walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Na wale ambao walladhina idha fa'alu fahishatan, wale ambao walikoyafanya madhambi makubwa au madhambi madogo, baada ya kuyafanya hayo madhambi, dhakarullah, wakamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wakajutia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim, alafu wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakamtaka Allah msamaha, wakanyenyekea, wakalia, fastaghfaru lidhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah, na nani kinyume yake Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kusamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, alafu hawakubakia katika yale madhambi yao baada ya kutambua na kujua ukweli biidhnillahi jalla wa ala. Jambo la tatu ndugu zangu wa Kiislamu ambayo inahusia nafsi yangu ni kuhusieni, ta'alu linastaghilla hadhihi alawqat athamina fi ta'ati llahi jalla wa ala, njooni tuweze kutumia wakati wetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, wakati ambao ni ghali jiddan, wakati ambao una thamani. Nyakati za mwezi wa Ramadhani ni tofauti na nyakati zingine, ni fursa kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ametuletea. Njooni tutumie wakati wetu ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuyafanya mema, kwa kutoa sadaka, kwa kusoma Qur'ani, kwa kufanya khairi tofauti biidhnillahi jalla wa ala. Tumia wakati wako vizuri biidhnillahi jalla wa ala. Wal waqtu huwa alhaya, hakika wakati wa binadamu ndio uhai wake biidhnillahi jalla wa ala. Alwaqtu huwa alhaya, wakati ndio uhai wa binadamu. Falaqilu huwa alladhi ya'rifu qadra waqtihi wa sharafa zamanihi, mwenye kuwa na akili ni yule ambaye atakayejua nafasi ya wakati wake, atajua thamani ya wakati wake, hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani aliyapia sehemu nyingi ndani ya Qur'ani kuhusiana wakati, kama qala Imam Ahmad, aliapa katika sehemu zaidi ya 90 ndani ya Qur'an akituonyesha nafasi ya wakati, wal fajri wal asri wad duha wal layli idha, hizo ni aya zinaonyesha umuhimu wa wakati. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye anakaibadili usiku na mchana, analeta usiku, analeta mchana, kwa wale ambao wenye kutaka kuwa na busara. Walladhi ja'ala al-layla wan nahara liman arada, kubadilika kwa usiku na mchana
kwa wale ambao wenye kutaka kutafakari kusikana ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala na kujua nafasi ya wakati, au wale wenye kutaka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe biidhnillahi jalla wa ala kutumia fursa zetu katika kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala na kuyafanya mema. Una miongoni mwa mema ambayo unaweza ukayafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, miongoni mwa ibada ambazo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ilithibiti ya kwamba alikuwa akizifanya sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kana alayhi salatu wassalam ajwada nas, alikuwa ni mwingi mwenye kujitolea mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Miongoni mwa sifa zake ambazo amesifika nazo, alikuwa ni mkarimu sana. Lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kana ajwadu ma yakun, alikuwa ni mwingi wa kujitolea zaidi ya miezi mingine na siku zingine. Alitambua ya kwamba ni wakati mzuri ambao ni wakati wa ghali jiddan wa kujitolea mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, alikuwa anajitolea zaidi na zaidi na zaidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Walimsifu, walikuwa msifu pindi walikaposema ma qala la qattu illa fi tashahhud laula tashahudu kanat lahu na'amu. Mtume hakuwahi kukataa alayhi salatu wassalam, hakuwa na sifa ya kukataa wala hakuwa na sifa ya ubakhili. Mwenyezi Mungu atuepushe na sifa ya ubakhili ya rabbal alamin. Hakuwa na sifa ya ubakhili alayhi salatu wassalam, wala ubakhili na imani ni mambo mawili hayaingiliani. Fasi ambapo pana ubakhili, imani inaondoka. Fasi ambapo imani ipo, ukarimu unakuja biidhnillahi jalla wa ala. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuwa ni mwingi wa kujitolea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Njoni ndugu zangu wa Kiislamu, tuweze kujitolea na kuwalishiza watu hasa mayatima, wale ambao ni masakini, mayatima, hawana baba na mama. Hawa ni miongoni mwa watu ambao inabidi tuwatizame sana, hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan biidhnillahi jalla wa ala, ili ya kuingiza furaha katika nyoyo zao, kuwafurahisha biidhnillahi jalla wa ala. Na sisi leo biidhnillahi jalla wa ala tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunapatikana katika Ibn Nyamweru TV biidhnillahi. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kupata mwaliko huyu wa kuja kuyatoa mawili matatu biidhnillahi jalla wa ala, na tunapatikana ndani ya kituo miongoni mwa vituo vya mayatima hapa katika mji wetu wa Burundi, Bujumbura biidhnillahi jalla wa ala. Muungani nasi biidhnillahi jalla wa ala. Pana mayatima hapa ambao wanahitajia chakula, wanahitajia kufuturu, wanahitajia kuvaa, wanahitajia kuhisi ya kwamba Ramadhani imewaingilia katika hali ya furaha biidhnillahi jalla wa ala. Kuwa miongoni mwa watu ambao wataingiza furaha katika hawa watoto ambao ni watoto mayatima, ujipatie thawabu hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan biidhnillahi jalla wa ala. Mtume wetu Muhammad anasema yeye yule ambaye atakayemlea yatima atakuwa pamoja naye peponi biidhnillahi jalla wa ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Nyamweru Media, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas.